Nimejifunza Wakristo hawa, Wapentekoste hawa wanapenda sana miujiza, na ndio maana wamekuwa wakichukuliwa na huku na kule na huku na kule, wameacha imani, wengine wameacha baba zao, na ukawa unasema kama unanikuna hivi, wameacha kutoa mahela hapa wakapeleka kwa wauni, na ita wauni katika jina la Yesu. Wala siombi lafu, siombi. Unaacha baba hapo naenda kwa mwingine, si uuni tu, ila hapa wapo kule nilikotoka baba. Sikiliza, kuna miujiza ya aina mbili. Niende haraka, kuna maana nataka nikae alafu tumalize kwa amani. Kuna miujiza ya aina mbili. Hivi vitu lazima uweke, usichanganye. Kuna muujiza wa Mungu aliye hai, muujiza wa kiungu aliye hai. Sina muda wa kusema sifa zake hapa, sina muda wa kusema sifa zake, lakini natamani tu ujue kuna miujiza. Matendo 2:22 anasema kwa habari ya Yesu aliyeletwa na Bwana, aliyemkirimia matendo ya miujiza ya namna mbalimbali. Ningelisema hapo, ningelisema sana Matendo 2:22. Kwa hiyo ni miujiza ya Mungu aliye hai. Nataka niseme hivi, shetani ni baba wa photocopy. Kama kuna miujiza iliyo hai, na hii ni muujiza halisi. Muujiza wa Bwana ukitendewa huaga unadumu. Muujiza wa Bwana unamtukuza Bwana. Muujiza wa Bwana unamuinua Yesu. Au inue mtu mmoja wa kusema ni mtume nimetabiri, ni mtume nimekupa, mimi nabii nimekupa mambo haya. Unataka kuzaa nabii leo kwa upako niliopewa. Hakuna mwanadamu mwenye kufanya mambo ila yuko Bwana afanyaye mambo. Na mtangaza yule Yesu aliye hai kwenye madhabahu hii leo. Pokea muujiza wako leo, jiandae kupokea muujiza wa Bwana aliye hai, maana yeye ni baba wa miujiza. Jamani, haleluya! Miujiza ya Mungu aliye hai. Lakini kuna miujiza ya shetani. Sasa ukisoma Biblia yote, soma ile Kutoka sura ya 7, Kutoka sura ya 7 kianza mstari wa 11 na kuendelea mpaka 13. Mnajua habari ya Musa wakati ametumwa watoe wa Israeli. Anafika kwa Firauni, nyewe mnaita Farao. Firauni Kiarabu, unajua shehe. Wanafika kwa Farao. Farao anamwambia bwana mdogo, nani kakutuma? Anamwambia Mungu aliye hai, tenda miujiza. Anamwambia nipe advertise. Musa anaangusha fimbo, maskini ya Mungu, na Haruni inageuka nyoka. Farao mwenye kiburi anasema leta wachawi na waganga wote, fanyeni. Amekuja na fimbo, kasema Mungu kamtuma, kaangusha, imekuwa nyoka. Sikiliza, wakaangusha. Napenda ile siku, natamani ingekuwa, napenda, na ndio maombi yangu, wote wao ufilisiwe. Napenda hii pale Biblia inasema wale waganga wakaja nao wakajifaragua pale. Farao, nani yule anakutishia? Wakaangusha fimbo zao. Biblia inasema ile fimbo ya Haruni ikazimeza zile nyoka, ikameza nyoka zote. Kwa mara ya kwanza in the history uganga ukafilisiwa. Walikuja na fimbo, wakaondoka mikono mitupu. Natangaza hizo madhabahu feki zinazokupeleka unazoziwaza zikapasuke, madhabahu ya Bwana ikasimame. Haleluya, haleluya. Nikwambie miujiza yao ni ya kitambo sana, haimuinui Bwana aliye hai. Mungu anatoa mtoto. Unaweza ukaenda wakakupa mtoto ila hawezi kudumu, hawezi kudumu. Atakupa majuto, anakupa mateso. Hapa Mungu anatoa ndoa, wao wanatoa ndoa ila haitakuwa na amani, haitakuwa tamu kama hapa. Nisikilize vizuri, hapa anatoa kazi na wao wanatoa kazi, ila za kwao zitakuacha na alama, zitakuacha na alama. Wenda watakwambia utaanguka nao kimapenzi, utazini nao, kweli utapata hela, utakuwa na mshahara, lakini shetani anakuambia hiyo kazi
chanzo yake ni uzinzi. Hiyo kazi chanzo yake ni mimi. Madhabahu ya Bwana hali hai ikitoa baraka ni baraka. Biblia inasema baraka ya Bwana haina majoto. Jamani, haleluya. Sikiliza sasa, najua unafurahia miujiza, lakini sehemu ambayo nataka nikaa niongee vyanzo vya miujiza. There is no miracle without a source. Hakuna na itatokea. Kila muujiza mtu anatendewa. Nilikuwa sina kazi, nikapata kazi. Sikupigiwa simu, nikaniitwa wenyewe, wakaniambia saini. Vyovyote kuna chanzo. Kila muujiza una chanzo. Wewe leo unakimbia madhabahu hii, halafu unakimbilia kwa wengine. Kuna chanzo. Kuna chanzo. Chanzo niende haraka haraka. Niende haraka haraka. Nikae pale Yesu aliponituma. Chanzo cha kwanza Mungu anafanya ni utukufu, yani kwa utukufu wa Mungu. Hii haikuhusu wewe. Kuna muujiza chanzo chake. Anasema chanzo ni kwa ajili ya kumuinua Bwana utukufu wake. Ndio maana nimeandika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wewe ukitaka ikae sawa, unasema kwa ajili ya kuinua utukufu wa Bwana. Yani chanzo. Mungu anatenda muujiza namba moja ili apate utukufu, ili atukuzwe. Mataifa waseme, mataifa masikio yao wakisikia yawashwe. Halafu akikuuliza unasema ni Bwana aliyetenda, ni Yesu amefanya, ni Mungu aliyefanya, aliyenitokea ni Bwana aliye hai, aliyenipa kazi ni Bwana aliye hai, aliyenipa ndoa ni Bwana aliye hai. Hata wewe unaambia ni Bwana. Yesu anainuliwa, Yesu anatukuzwa. Kile kitabu cha Yohana, andika ile sura yake ya 2. Yohana sura ya 2 kuanzia mstari wa 11. Unajua habari iliyotokea kwenye ile harusi ya Kana. Yesu, Biblia inasema alijua muujiza wa maji kwa divai. Mstari wa 11 unasema Yesu alipotenda hivyo alizilisha utukufu wake kwa wanafunzi wake, na wao wakamwamini zaidi. Kwa nisikilize, Mungu anapotenda muujiza ili atukuzwe, Biblia yake ana lengo la watu wamwamini, watu wampende, watu wamjie, watu waje kwake. Ndio chanzo cha kwanza. Hiki nasikitika kusema, wewe kama sio mtu sahihi hiki uliyepo hapa, labda anayetutazama, nasikitika kusema wewe sio mtu sahihi wa muujiza namba moja. Wewe kwani unamjua Yesu? Anasema alifanya ili wamwamini. Nani amwamini Yesu uokoke kabisa ili injili iende haraka? Anafanya ili watu wamwamini. Sasa mama mchungaji, sio muamini Yesu, na wewe kutendea ufunuo utukufu, hiyo haikuhusu. Namba 2, wewe ikakuhusu kidogo. Namba 2, chanzo kikubwa cha namba 2 mimi nimeandika hapa ni huruma zake. Kwa huruma zake mimi kuhubiri hapa nakwambia hakuna cha sijui cha mkwe. Ni kweli kabisa, huyu ni baba yangu mzazi kabisa, huyu baba yangu kabisa, lakini nakwambia kilichoniweka hapa ni huruma za Yesu. Huruma za Yesu kwa babangu Bishop Dr. Swai. Akaniambia katoto kangu, wewe nimekupenda mwanangu, naweza nikamwambia baba, neno lako ni sheria kwangu, usiniombe mara mbili. Yani nikosa unanikosea mimi. Ni huruma za Bwana. Kitabu cha Maombolezo ile sura ya 3 kuanzia mstari wake ule wa 22 hadi wa 24, Biblia inasema ni kwa huruma za Bwana ndio maana tuangamie. Maana ni mpya kila siku naitwa leo. Korona haijakuua, ni huruma za Bwana. Una kazi unayo, ni huruma za Bwana. Una ndoa nzuri, ni huruma ya Bwana. Bego leo hapa, ni huruma ya Bwana. Sina cha kusifia wala cha upako wala cha kusoma, ni huruma za Bwana. Jamani, haleluya, haleluya. Na kuombe huruma za Bwana zisikuache, kila siku ziwe na wewe. Yesu ni baba wa huruma. Yesu ni baba wa huruma. Biblia inasema, napenda ile kitabu cha Luka sura yake ya 11, naipenda sana ile injili kuanzia mstari wake wa 11 na kuendelea hadi 13. Luka 7:11-13. Kuna habari ya mwanamke mjane. Mnajua yule mjane wa Naini akawa analia, maiti amebebwa, anatolewa kwenye lango la mji, maiti anachukuliwa, mwanamke analia, anahuzunika. Walimwambia
hawakumtia moyo, hawakumsaidia. Napenda huruma za Yesu. Yesu akatokea akamwambia mwanamke, nyamaza usilie. Mama kumwelewa Yesu, akamwambia baba, nimeambiwa kama hivyo zaidi ya mara milioni, hakuna kilichotokea. Natangaza huruma za Bwana zinatenda muujiza. Huruma za Bwana zinafanya jambo litokee. Yesu akasogea kwenye jeneza, akasema simamisha, akasema shusha, akamwambia kijana amka. Kijana akamka, akampa mama yake. Biblia inasema Yesu akamwonea huruma. Huruma za Bwana zinaleta muujiza. Yesu aonee huruma ndoa yako asubuhi ya leo. Yesu aonee huruma kazi yako asubuhi ya leo. Yesu aonee huruma biashara yako asubuhi ya leo. Yesu aonee huruma huduma yako asubuhi ya leo. Nampenda Yesu, ni baba wa huruma. Yesu, kama sio huruma za baba, kuna mambo tusingepata, kuna mambo tusingeona. Upo hivyo ulivyo kwa huruma za Bwana. Huruma za Bwana, usijisifie. Nampenda Mungu. Huyu mzee anasema hapa, anawaambia huko napokea simu, kuna ndugu zetu wanaumwa, anauliza swali, wewe ni bora kuliko wao? Mimi natia tike. Naambia asante Yesu kwa kuanza kunihubiri mwenyewe. Ni kama nasikia anatuambia wanangu wa Kinondoni na wanaotuangalia toko hivi tulivyo ni kwa huruma za Bwana. Asante Bishop kwa kuongozwa na Bwana. Nami natangaza hela ulizo nazo wala usinyime Bwana, ni kwa huruma za Bwana. Jamani, haleluya, haleluya. Huruma. Namba 2, Yesu anafanya muujiza kwa huruma zake. Huruma. Na kuna watu nimemuomba Mungu usiku, nimelala kama namnamo. Wewe unakuja kuhubiri kwa baba dokta swali, unalala unakolomba kwa wewe, utakuwa unaumwa wewe. Usitakuwa umelomba kabisa. Yaani unalala kabisa, unaota na ndoto. Wewe ukiota unaona mfano kama ndoto. Ukigeuka unaona kwa. Sija mnafanya. Unalalaje sasa? Yaani unalala unakolomba. Jana nikafungia, nikasema sitoki kwenda cha kanisani. Yaani leo simu zinapiga. Nipo nyumba, nipo nimejifungia kwenye chumba cha maombi. Mniache. Wewe mwenzako hapa niko kama Yerusalemu. Wewe unaona lao umepazoea kidogo. Wewe nipige picha wewe. Nipige picha nimtumie mke wangu wewe. Cheza. Hizi huruma hizi. Jamani, haleluya. Baba asante baba. Wewe kwa Yesu kapitia kwa mzee huruma hizi, lazima uwe na akili. Namba 3 niseme hapa, na kamda kazuri, tutaomba vizuri. Tutaenda kuomba na mtu hapa. Namba 3 inaitwa imani. Mungu anafanya kwa imani. Tena kipindi hiki sasa ndio kipindi hiki cha kuongeza imani. Hiki kipindi unanipiga kweli, mimi nilikuwa natani. Basi nipigage tu na wewe. Nikaoneshe mara nipigage tu. Nisikilize niseme. Kipindi hiki sasa ndio kipindi cha kuongeza imani. Hiki ni kipindi cha kuongeza. Kuna miujiza Yesu alifanya. Sio kwamba alikuwa na upako, walikuwa wana shida sana. Alipoiona imani yake, alipoiona imani yao. Na Yesu leo ameniambia kwenye madhabahu ya Baba Bishop Dr. Swai, kuna watu wataponywa leo. Umeteseka kwa muda mrefu sana, kwa mamlaka ya jina la Yesu leo natangaza imani yako leo inaenda kupatia muujiza wako. Natangaza huyu Yesu atakuponya leo. Huyu Yesu ataandika historia. Haleluya. Imani. Nampenda mwanamke Mkananaye, nampenda mama Mkananaye. Kitabu cha Mathayo 15, napenda mama yangu Mkananaye, mwanamke Mkananaye. Nampenda yule mama. Mstari wake wa 22 hadi 28. Mathayo hapo na maandiko mengi, ila sitakuchosha na maandiko mengi. Biblia inasema nampenda yule mama, anamwambia Yesu, naomba nisaidie uponyaji kwa ajili ya mtoto wangu. Yesu anamwambia, kwanza akanyamaza. Mwanamke anapiga kelele, baba Yesu, baba Yesu, baba nisaidie mtoto wangu, baba Yesu, baba mtoto wangu, baba Yesu. Kama asikii, Biblia inasema wanafunzi wakaanza kupiga kelele, wakamwambia baba, mtoe anapiga kelele.
Yesu akasema imekuwa ishu ndio nilivyokuwa nataka. Kumbe uvunjwa moyo wa mwanamke. Akasogea, una nini? Mtoto wangu Yesu, mtoto wangu Yesu. Wakati analia, Yesu akamwambia, sikiliza mama, wewe nimetumwa kwa nyumba ya Israeli. Baba, hata kama mimi nakuamini wewe unaweza kuniponya, wewe una huruma, mimi najua na nina imani leo. Yesu katulia. Mwanamke anasema, chakula cha mbwa hiki, chakula cha watoto wapi mbwa? Hivyo hivyo na mimi baba, nakwambiaje, hata mbwa wanakula makombo. Yesu akasema, sijawahi kuona imani kama hiyo. Wewe mwanamke, mwanao tayari aondoka sasa. Imani. Imani. Jamani, imani. Haleluya. Nampenda kale kadada kwenye Marko 5:25. Mnakafahamu leo, sija kuwapa maandiko mengi na kuonesha imani. Wako wakina Petro wamekaa na Yesu, hawajui kama anaweza ukapona kwa kumshika. Niwaambie nyewe watu, mnakaa na huyu mzee na hiyo bodi yake. Nataka niwaambie, msichukulie kama ni mambo ya kawaida sana. Mimi ni mwana wa Injili, wala sijui kusifia. Nawaambia mzee swali, hadi hapa nakwambia, na hivyo alipo na mke wake bado wapo kwenye ubora. Ukisikia unasikia ladha ya Yesu Kristo aliye hai, bado unamsikia Mungu aliye hai. Usikii kuchakachua, usikii kama vile sasa nimalize niende na fashion na kizazi. Amekomaa na Yesu wa msalaba wa miaka na miaka. Nyie watu nikawaambia hapa juzi nilipokuja, nikasema hapa kwa taarifa yenu, pangeweza kuwa hata yani makumbusho tu, maonyesho ya kitaifa. Watu wanakuja na moyo, wewe baba upo, wewe baba haya tamka neno, tabusije wewe tamka neno, wewe baba naondoka. Nakwambia watu wa imani waliobakia kwenye hiki wachache, tunu za ulimwengu hizi. Wewe unaona mchungaji wetu, wewe akianza kusema, wewe akianza baba yetu, wewe hujajua ulicho nacho. Haujajua ulicho nacho. Haujajua thamani ya baba yetu. Nikwambie, si msifi, bado wana nguvu. Ukasogea ukamwambia, wewe Yesu wa huyu baba uliyemwita miaka yote, nisaidie muujiza wako. Wala siwekee mkono ukaondoka umepona. Nakwambia kwa jina la Yesu leo, nimekuja kuinua hapa imani ya mtu mmoja leo. Nainua imani ya mtu mmoja kwa jina la Yesu leo. Ongeza imani yako. Katika vitu ambavyo wanafunzi walimuomba Yesu, waliomba vitu viwili. Leo sio siku yake. Cha kwanza nitahubiri siku nyingine, Yesu akinipa neema kwa huyu baba wangu mzuri. Cha pili, walimwambia baba, kama mambo ndio haya, tuongezee imani. Luka 17. Jamani, Bwana asifiwe. Imani. Yule mama akakimbia, akagusa pindo la vazi, damu ikakauka. Yesu anasema, nani ananigusa? Petro anasema, wewe watu kibao. Yesu anamwambia, hujui nguvu ya imani. Kuna muujiza umetokea, kuna damu imekauka sehemu. Petro, hujui nguvu ya imani. Mama alikuwa akatokea, ni nyingi. Yesu akasema, imani yako imefanyaje? Hautakufa. Nimekuja kukutangazia hautakufa kinamna ya ajabu ajabu. Nataka nikwambie, hautakufa umechoka mbaya. Hautakufa wa kawaida. Unafikiri utafia kwenye nyumba ya kupanga? Watu wakose mwili wako kupitisha kwa nyumba yako. Hata kama ni chumba kimoja cha kuweka hivi, utajenga mwenyewe. Nakwambia kabisa. Mimi nimetoa wapi? Si naomba baba anasema, Mungu mpaka naomba karibuni anataka kulia, wabarikiwe watoto wangu. Nini maana yake? Wasio na kwao wawe na kwao. Jamani, amina. Wasio na nyumba wawe na nyumba zao. Wasio na ndoa wawe na ndoa. Wasio na watoto wawe na watoto. Inataka imani. Ndio nafundisha leo hapa. Na hivi baba yuko hata angenichapa ni sawa. Unafikiri imani ni nini? Nikupe tafsiri moja usiandike. Na afu unaongea kuna mwangalia. Kuna vitu hata nikihubiri pale, unahubiri kuna mwangalia mzee. Ukiona unafunga wewe unatulia, unaama akili. Imani ni ukicha uliojengwa kwenye neno la Yesu aliye hai. Ni kama ukicha. Ukianza kuleta mambo unajua logically, wewe utachelewa wewe. Imani ni ukicha, lakini umeweka kwenye neno la Bwana aliye hai. Wewe nafikiri tulipokaa basi ukicha tunamwamini Yesu. Baba ungesema, naomba mniwekee bado la kutosha, kila mtu akae.
Boko mtalipata live. Bunju, Bonyokwa, Kimara na Watabi natabiri neno la leo. Chuma hicho hapo umekiona. Chenyewe kimekuja. Mama yule pale tu. Wamekuja. Wangesema na wimbi hili la 3, si la 4, naomba mtuombe, hakuna chuma hicho. Jamani, amina. Hiyo imani ya kuangusha mbuyu. Imani unakwambia Mungu. Wewe sasa mbona hauna yako? Chukua tendo lako leo katika jina la Yesu. Na kuombea imani ya Yesu iumbike ndani yako kwa jina la Yesu. Mimi niliwahi kugomeanga matokeo wakati nafanya ile masters yangu. Matokeo ya degree ya kwanza ilikuwa mazuri. Nikaenda kupata matokeo ya degree ya pili. Nikasema hayo sio yangu Yesu. Ujue usinizalilishe. Utukufu wa mwisho ni mkubwa kuliko wa kwanza. Bora umekuwa tofauti. Haya siyachukui, yabadilishe. Sasa uyafanye yapite kidogo wewe sawa. Ndio nakuja. Yule da secretary matokeo yako nikamwambia sina matokeo, nitakuja tena. Hata mwezi ujao niache kwanza. Wewe matokeo yako hapa. Leo alida au nikamwambia achana na mimi wewe. Achana na mimi, nitakuja baada ya mwezi. Nikamwambia Yesu nimeyagomea, yabadilisha ile nifedhea. Baada ya kusikia amani kwenye moyo wangu la tupu nikaenda. Madam nimekuja. Matokeo kabla ya complete naweza kuyachungulia. Nikaona ngoma imebalance. Hayo weka. Nikasema toa please. Jamani, haleluya. Si kama ukichai hivi. Wewe matokeo yameshawekwa. Wewe unagomea nini? Unagomea nini sasa? Wewe kuna watu wana imani. Na nawaona Kinondoni hapa. Na waona wako hapa. Muujiza. Hapa nisikie nimalize ziko 7. Niongee ya 3 kwa dakika zangu kama 10. Muujiza huu. Yaani amko makini kumbe. Na bishop mmoja yuko makini. Wewe mwanangu ya 4. Baba uko safi. Baba yuko vizuri chuma hiki. Sikiliza. Ya 4 ni mahusiano yako yenye afya kati ya Mungu na madhabahu. Namtaja baba yenu. Tena hapo baba, ikiwa nianze nao, Mungu nirehemu kwa hiyo. Nilikuwa nianze nao hiyo. Mahusiano yenye afya kati ya mbingu, kati ya Mungu na madhabahu yako. Mahusiano yenye afya. Kuna watu baba, mimi nilikuwa nashangaa, kwa nini aongee kwa dharau sana Mariamu na Martha wakati kakao wanaomba. Mzee kito, ile ni dharau. Yohana 11, andika maandiko machache. Mstari wake wa kwanza na wa pili tuanze baba. Anamwambia hivi. Mariamu asikia anaandika barua. Maana alikuwa mbali na Yesu, anatuma ujumbe. Yule umpendaye hawezi. Amina. Ameandika. Njoo mponye ukikatasha wako. Ila njoo mponye umpendaye hawezi. Unakumbuka mwanamke Mkananea alipokuwa hapa? Hiki chakula cha mbwa. Makombo unakumbuka? Cheki mtu anaandika. Umpendaye hawezi. Kamaliza mwenzako. Yaani kaka hao wanakaribia kufa. Si unajua hiyo habari ya Lazaro hapa. Hiyo ndio habari ya Lazaro. Anaandika wala umpendaye hawezi. Yaani anamwambia njoo fasa ungoje. Akifa utajua mwenyewe, ila umpendaye hawezi. Sio salamu baada ya salamu na kusalamu shalom maranatha. Kama ishivyo Mungu wa Israeli. Sisi ndugu katika Kristo Yesu wa kanisa lililopo Bethania la Mariamu na Martha na Lazaro, hamna umpendaye hawezi. Sasa nini inatokea hapa? Ni mahusiano. Oh my God, natamani gusa hapa. Andika hii itakusaidia. Kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 38. Nataka niunganishe haya maandiko pacha uweze kujua connection imetokea wapi. Luka 10:38 mpaka 42 kule chini. Nisikilize niongee maandiko haya. Ukisikia nasema mara zote Yesu katika pita zake, kila akipita mji wa Bethania anaweka pause, anaingia kwenye nyumba ya Mariamu na Martha, anakula. Waliokuwa wanamlisha kwenye Injili akiingia Bethania. Yaani akija Kinondoni Yesu, nyumba aliyokuwa anafikia ni ya Mariamu na Martha. Sasa ukienda kichwa na mimi umpendaye Yesu, unipendaye siwezi, unakufa. Umenang'ana Yesu, unipendaye, akupendaye vipi? Mahusiano. Kama kuna kitu kikubwa, imani
muujiza, si huruma. Hapa ndio kwenye hazina ya miujiza ya Pentekoste. Hapa ndio imekaa miujiza ya Pentekoste. Kuna watu wakifikia wanaomba wewe. Kuna watu kwanza unaweza ukawadharau. Hatuye kumuona tunamkesha, sina maana unakutetea. Sio kumuona atakiomba, akaomba, akanena, akaruka. Hujawahi. Chenyewe kikija kuomba kama ni kidada. Haleluya. Nakupenda Yesu. Unajua ninavyokupenda sana Baba. Naondoka naenda kazini nitetee. Amen. Wewe ukiomba hivyo utauma tumbo shala. Hapo kadada ukajui mshahara wake wote wa mwezi wa 7 ameuchukua kama ulivyo. Anasema sitaki cha fungu la 10. Napeleka kwenye madhabahu. Akala yule baba na mama. Na sio mara yake ya kwanza. Kanafanya hivyo baada ya miezi miwili, kanapeleka wote. Sasa wewe utashindana naye. Kanaomba kama mataka. Baba, nitembelee kazini. Amen. Kanakuja hapa. Na mgari mkubwa. Kamepandishwa cheo. Unaona? Mimi nahisi kanajuza. Wewe tema mate chini. Naongea mahusiano kati ya mbingu za mbingu na madhabahu. Mahusiano haya yanajengwa wewe. Mahusiano yanajengwa. Hapa ndio pale kuonesha upendo wako wa kweli. Mariamu na Martha walimlisha sana Yesu. Walimlisha Yesu. Wanapoandika umpendaye hawezi, wanamwambia kwenye mabano. Unakumbuka ilivyokuwa ukija unakula, unakumbuka misosi ile wewe? Unakumbuka mimi napika, afu unaniambia mimi huyu mwenzangu kachagua neno moja, mimi ndio unakumbuka Yesu. Umpendaye hawezi. Umeona? Mwenzako amejenga, nisikilize. Hapa ndio pa kuonesha upendo hapa. Nataka niwaambie kanisa, hapa ndio pa kumtolea Bwana Mungu. Mahusiano yanajengwa. Kuna njia kama 13 za kujenga mahusiano. Moja ya hapa nataka nikae ni matoleo yako. Ni vile unatoa. Watu wengi mimi nikiwa naomba muujiza kipindi fulani. Yesu, nipe muujiza, nipe huduma, ishara muujiza. Wakaniambia, kwa kule yenu mtakule yenu itatokea. Kwa kaimani kako ndatoka. Kuna level hautaniona. Nikamwambia kwa nini? Nijibu Yesu kama mahusiano dhaifu hautaniona kwa miujiza mikubwa. Kadri unavyotengeneza mahusiano utaniona mwanangu. Sio mimi. Saa hizi ndio tumeitwa. Tuna wimbo mmoja cha kutumaini sina ila damu yake Yesu kwa sasa. Ila hizi zile nafanya kazi nakumbuka kabisa. Nakumbuka siongei ambacho sikiishi. Ndio uko salama. Si ubiri ambacho Yesu hajanitengeneza. Mimi nilishawahi kutoa na mke wangu. Wakati mtoto huyo mzee ameenda kusoma kule Norway, amerudi sasa kidogo. Zile hela zote alizokuja nazo. Wakati tunapanga, baby sasa tunaenda kula la duniani. Roho Mtakatifu katuambia, amri hata 100. Kuna mtu namleta anakuja kuchukua hela zake. Nikamwambia mama, unasikia eh? Mwenye nazo akasema kuna mtu anamleta, subiri sasa. Sijanunua hata kanambi zile hela. Hata ndala za Ulaya. Na unajua watu wa Mungu wasipotaniwa. Gafa, gongo, haleluya, watumishi wa Mungu mpo. Tupo baba kwa unyonge. Tukamwambia baba usijieleze sana. Usijieleze babangu. Usijieleze. Basha lako hilo Mungu akutetee baba. Ondoka usiageage sana, naweza kukashawishika. Takaondoka. Jamani mbarikiwe. Amina, ondoka. Kabla sijaacha kazi nilimjaribisha Mungu, naambia naweza nikaishi bila kamshahara waka, naweza miezi 6 nilikuwa tasitoi fungu la kama ilivyo yote naipeleka kwenye madhabahu. Naambia hapo Yesu kwa kuhani wangu baba Dr. Mwicho, yote miezi 6. Na mkao kaniambia mbona sikuelewi mwezi msikuelewi. Nikamwambia hii ni mimi na Yesu miezi 6. Akaniambia ngoja na mimi nikuoneshe. Kale kama acha nikapende baby huko uliko kama unaniona kwa TV. Akasema na mimi sasa kubwa kuliko yule mwanamke hana moyo yule. Na mimi miezi 9 moyo kapasa bali kabla mimi nitoe nikitegemea na wewe kidogo tutapona. Akasema na mimi 9. Akasema hika ama kuna mwaka ambao Yesu alitulisha kama kunguru. Kama kunguru tukigonga hivi nasikia gari imeshusha pale. Mchele si gunia moja. Jamani mchele kwa mchungaji leo mchele
Tukai maharage mekundu, maharage ya njano, mwambie Yesu, yamekuja mekundu. Mke wangu anapenda ya njano. Nasikia kesho yake asubuhi mama dabo maharage ya njano. Kilosi. Mahusiano kati ya Bwana aliye hai na madhabahu. Msikia niseme sentensi moja na ibada. Hawezi kutoa bila kupenda, ila unaweza ukatoa bila kupenda. Nirudie. Unaweza ukatoa bila kupenda. Unaweza ukatoa bila kupenda, ila huwezi ukapenda bila kutoa. Unaweza ukatoa bila kupenda. Kwa injili tu ya Kiinjili. Sasa naona unaweza ukafa baada ya hapa. Toa ulivyo navyo. Unaweza ukatoa. Ukitoa hapo upende unaogopa. Naweza nikaondoka kweli. Ila anayependa anatoa. Hatuhitaji kutishiwa. Tuko kipindi cha corona. Chochote kinaweza kutokea. Hiki ndio kipindi nitegemea wa Pentecoste. Nyumbani kwa askofu wangu, huyu baba yangu Dr. Swa, yani hakukauki pamoja na delegate yake, hakukauki. Huyu katoka, kachange dola. Baba nisamehe, mwaka huu mambo hayajakaa vizuri, dola 400 hizo. Huyu katoka. Huyu kaja na Tanzania shilingi. Baba hizi 200,000. Kuna machungwa, kipindi hiki machungwa na ndimu anatoka. Huyu mwingine nitegemea watu wanapishana. Mahusiano yako kati ya Mungu na madhabahu, nisikilize, inaweka miujiza. Kuna watu mtazaa bila kuombewa. Nisikilize, muujiza kupitia mahusiano. Hapa niko tanamkuna Yesu. Mungu amuita Ibrahimu eti rafiki. Subutu, Ibrahimu alitoa mtoto wake. Mungu anamuita rafiki. Soma Biblia ni watakatifu. Najua tunataka miujiza. Mitume na manabii natamani wangewaambia watu wanaokwenda kule kwao, waambie rudini mkajenge madhabahu. Niendeni mkaweke. Sikiliza, kule hana uchungu na wewe. Mahusiano kati ya Mungu na madhabahu. Baba yako ana uchungu na wewe. Msifanye story kama aliofanya watoto wa yule Midian yule. Musa alipokimbilia kitabu cha Kutoka. Andika hiyo, andika angalizo. Angalizo. Usifanye kama alivyofanya watoto wa yule kuhani wa Midian. Sura ya Kutoka, kitabu cha Kutoka sura ya 2, mstari wake kuanzia 16 na kuendelea. Biblia inasema neno hapa. Wale watoto walikuwa wanaonewa sana, mnafahamu. Wakienda kuchunga, kulisha pale ng'ombe zao, wanakabwa, wale majamaa wanafanya fujo, wana kila siku wanarudi wamechelewa. Musa akiwa anakimbia kule kwa Farao, amekaa kisimani. Wale watada watu yakaja majamaa, yataka kuwatesa, akawatetea. Akawasaidia, wakanywesha wale wadada. Wakarudi kwao haraka. Halafu wanafurahi. Ndio kama wewe unavyofanya. Huyo mzee ndio anavyofanya. Na timu yake kwenye magoti. Anaona ibilisi anakuja kazini. Inatengenezwa zendo fitina. Halafu yeye anasimama kwa damu ya Yesu. Usione hivyo usiku. Kazi hii ngumu, ninakwambia Yesu alinikaba tu. Nisingechagua, ninakwambia. Hii kazi wewe. Hii kazi ni Yesu. Angeniambia, Gregory chagua leo. Bila mbinguni utakuja. Wewe. Hii kazi. Wakati mwingine ombea hata babako mzazi, wala mamako mzazi, baba kwa jina la Yesu. Nainua Zonia, mzee Lutembeka, mmoja. Wakina Magdalena, wakina Yusta, wakina nani? Baba na waleta. Wakati mwingine usikia hata jina la mtoto wake. Usikie jina la mke wake. Hii kazi nyingine. Alafu hapo unasema, yule mzee bana, itakuwa anazeeka vibaya. Wewe unatafuta laana. Wakati wewe unakula la, yeye anasuia utoke mapema kazini. Anasuia vita kwenye biashara. Anasuia ndoa yako ikae sawa. Anasuia unarudi mapema. Maisha matamu, ndoa yetu imenoga. Baby mnagonga pale. Twende Dubai tukalela. Unamsahau ukuani baba yao kawaambia, mbona mmerudi mapema? Hii sio kawaida yenu. Nini kimetokea? Akaambia tumekutana na mtu sijui Misri alitusaidia. Akaambia mmefanya vibaya. Kamleteni tule naye. Kamleteni tunywe naye. Msimwache baba yenu nyinyi. Msiache mahusiano haya. Msiache kushika. Leo sio siku yake ningesema sana hapa, lakini nakuonesha uhusiano. Toa. Na ndiko moja nalipenda sasa kwa maandiko, nimewapa mengi sasa kawachosha. Ila ni Samuel wa pili. Is it yes, second Samuel. Sura ya 24 mstari kuanzia wa 8 baba. Daudi anasema, siku nikirudi hapo nitaanzia hapo. Anasema natamani maji ya kisima cha Bethlehem. Unafahamu baba? Natamani maji ya kisima cha Bethlehem. Baba yenu huyu Yesu
kuna mambo anatamani. Na hivi nimekuja na sadaka ya injili. Kuna injili natakiwa ipelekwe. Hii tutahubiri, kuna shule natakiwa tujenge. Hivi ninavyoongea, kesho natakiwa mzee Mwaipopo waanze kuzunguka na wainjilisti kwenye majimbo yote 71. Inategemea injili. Sadaka yako utaiweka nzuri. Lakini niache na hii, nikwambie baba yangu Dr. Swali, kuna mambo wanalia usiku na mchana. Yesu ningetamani. Si unasikia hapa ameomba kwa mzigo. Mpaka hii Kinondoni sio kanisa la kusema tuna mahitaji haya. Hata Mungu abariki waliotenda sana na sana. Na leo watabarikiwa wengi, baba watainuka hapa. Mzee wetu Mwicha alisema neno moja. Akatangaza siku anakuja pale. Akasema tutafanya mambo makubwa sana kanisa hili hapa. Tukashangilia, sema tumepata wafadhili. Akasema naomba niwataje wafadhili wetu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, na nyie washirika. Ndio wafadhili. Nami natangaza Kinondoni Revival itafanya mambo makubwa, na ile jengo kubwa la ibada litaisha, kwa sababu tuna wafadhili ambao ndio wewe na Utatu wa Bwana. Jamani, haleluya! Mahusiano, usitoke kwenye somo langu. Mahusiano. Unafikiri Elia anaomba ile maombi wote hawajui? Na mimi uko wapi? Mungu wa Elia, Mungu wa Elia. Wewe usihitaji kama hujui maana. Elia maisha yake yote anaomba, sauti yake kama sauti ya Mungu, anaisikia na anajua. Mungu anamjua. Ndio maana hajaomba pale kwa kustwaa. Ningekuwa ni mimi Pentecoste pale, nafikiri angeombaje? Moto ushuke, angeombaje? Baba, kwa damu ya Yesu, kwa damu na moto, sasa naenda kutoboa macho yako. Akutoboa macho mwanangu. Baba, nakuomba ijulikane wewe Mungu ni hai, ama inafanya mambo yako tayari. Umeona miujiza ya Yesu? Yesu alikuwa na struggle. Hata hapo kwenye Yohana 11 wakati anamfufua Lazaro, akalia machozi. Amenisogeni, pelekeni kwenye kaburi. Akasema, Baba, nakushukuru kwa siku zote najua unanisikia, ila kwa ajili ya hawa nataka wajue kwamba mimi ni mwanao. Lazaro njoo. Angekuwa Gregory anaombea mfu watoka wote huko, mngetoka kwanza. Yale mateke na sisi tunapita kwanza mpaka kwa daktari. Katika jina la Yesu niombe Baba, niombe, weka moto. Katika jina la Yesu kusogea. Mbona Yesu anaongea maneno, Baba nakushukuru. Wewe Lazaro, wewe njoo. Utoeni sana. Ndio inavyokuwa kwa maisha yako. Utamwambia Baba, angalia vita yangu kazini, teta nao wanaoteta nao. Amen. Baba, angalia issue ya watoto wangu. Baba, uchumi wangu usiuelewe. Yesu atakuja haraka kwa sababu ya mahusiano. Wewe nimalizie kukuuliza swali. Hivi unafikiri usiku wa manane na unaijua sauti ya Juma, Juma Kibaka, mkabaji wa mtaa wenu, unaijua sauti ya Juma? Usiku wa manane na kuita, wewe bwana, wewe Mama Joni, fungua mlango. Utafungua, utaongeza komeo. Ndivyo walivyo walokole wengi. Wakati unaita, Yesu Yesu anasema ni nani? Mwangalie matoleo yake. Yesu ni jambazi namba 4 ya mbele yako. Sawa. Angalieni sadaka. Hajawahi kutoa 1000 tangu azaliwe. Akijikaza ni 500. Hiyo ndio kajikaza. Alafu unataka Yesu afungue mlango. Yesu anaumwa. Yesu akufungulie mlango. Wangapi wanataka miujiza itokee kwenye maisha yao? Simama niombe na wewe. Na uona muujiza kwenye maisha yao. Na hapa wala si struggle.
Wewe sio Juma Kibaka. Yesu amejaa rehema na huruma. Yesu amejaa msamaha. Kama tukikubali leo kurudisha mahusiano ya Mungu na hii madhabahu, kurudisha mahusiano, wakazaliwe watu. Ndio maombi yangu leo, wakazaliwe watu. Na siku hii kwa sababu ya muda wetu umekwenda, funika macho yako. Nilimwambia Yesu, unanipeleka kwa baba yangu Bishop Dr. Swai, naomba nisiwe na maneno mengi. Kuna mtu Yesu alinionyesha, nimekuwa na usiku kidogo wa mang'ang'ano, wakati wa mapambano, wakati wa raha, na nikaona na madhabahu. Kuna watu watajitolea Baba, kuna watu watajitolea, watamaliza, watafanya vitu hapa. Nataka niombe na mtu mmoja. Unasema Pastor, nimeteseka, imetosha Pastor. Kuna eneo linanitesa sana. Leo naona ni siku yangu. Naiona na ninatangaza kwa ujasiri, nimetumwa na Bwana aliye hai, na muujiza wako upo. Wala usishangae kusema mimi sistahili muujiza, mahusiano yangu mabaya. Hapana, usisahau amejaa huruma Yesu amejaa huruma Baba, amejaa huruma huyu Yesu. Nataka nikaombe na mtu mmoja hapa ambaye anasema namtaka Yesu. Naona ni ujumbe wangu, Yesu amenitokea. Hivyo mkono wako ulipo, unasema ninakuwa nahitaji muujiza. Huu ni wakati wako, huu ni asubuhi yako, hii ni majira yako. Yesu aliponya yule mwanamke, sio kwamba mwanamke alistahili, lakini kwa huruma ya Bwana ipo hapa. Asubuhi ya leo ni asubuhi yako dada, ni asubuhi yako mama, ni asubuhi yako baba. Nyosha mkono wako. Naona huruma ya Bwana, naona uwepo wa Bwana, naona nguvu ya Bwana. Nakuombea katika jina la Yesu, wa ugonjwa, wa matatizo, wa taabu, hayachilia jina la Yesu. Natamka muujiza kwenye ndoa yako, natamka muujiza kazini kwako, natamka muujiza kwenye biashara, natamka muujiza kwenye familia. Pokea kwa jina la Yesu. Uko hapa wakati hatujamaliza, haujaokoka, unasema nataka muujiza. Hakuna muujiza kabla ya kuokoka. Bali tumesimama, bali Yesu anatembea na kukaribisha. Kama hujaokoka na unasema ninaumwa mchungaji, sio tu kuumwa, unasema sogea mbele kwa imani. Unasema mchungaji, ninaishi mzito, sogea mbele na mhubiri Yesu anayeshughulika na ishu nzito.